Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kauli ya rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba wa Iran wanazidi kuwa wabaya zaidi kadri siku zinavyozidi kusonga kutokana na mashambulizi makali wanayoyaendesha katika baadhi ya maeneo katika ngome za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, huku akiongeza zaidi kwamba yeye binafsi pamoja na jeshi bado wapo tayari kwa ajili ya mashambulizi makali dhidi ya Iran. Rais wa Marekani amesema kwamba Marekani ipo tayari kwa ajili ya kuishambulia vibaya Iran kwa sababu wanaendelea na mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba. Amedai kwamba katika kipindi hiki wa Iran wanaendelea na mapambano zaidi dhidi yao na wao wameshajiandaa kwa ajili ya kufanya mashambulizi makubwa zaidi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Trump alisema kuwa Marekani imefungiwa na kubebeshwa ili kuongeza mashambulizi yake dhidi ya Iran, ingawa bado hajatoa uamuzi wa mwisho, wakati akiwa katika mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House mnamo siku ya Ijumaa. Tumefungwa na kupakiwa na tayari kwenda, lakini tunazungumza nao, Trump alisema akijibu swali la mwandishi wa habari kuhusu mada hiyo. Akasema zaidi kwamba tutaona kitakachotokea. Nadhani wanazidi kuwa wabaya zaidi kadri siku zinavyosonga kwa sababu za wazi, aliongeza. Hii ni kutokana na mashambulizi makubwa ambayo Iran imekuwa ikiyafanya katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na huko Jordan, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, lakini pia na mataifa mengine yaliyopo Mashariki ya Kati, kutokana na kwamba mataifa haya yamekuwa na kambi za kijeshi za Marekani na yametumika kwa ajili ya kuipa nafasi Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Rais Trump alifanya mkutano wa baraza la mawaziri kuhusu suala hilo baadaye siku ya Ijumaa, kwa mujibu wa ripoti ya New York Times ikinukuu vyanzo vinne vyenye ujuzi wa mkutano huo. Alibainisha kuwa Marekani ilikuwa na mikakati kadhaa ya kuondoka kwa vita vyake na Iran, ikiwa ni pamoja na kuondoka kijeshi, ambayo itahusisha mwendelezo wa mashambulizi yake dhidi ya utawala wa Kiislamu kwa uwezekano wa dozi nzito. Aliongeza kuwa kulikuwa na mkakati mzuri zaidi ambapo Iran inataka kufanya makubaliano. Trump anasema wanataka kufanya makubaliano. Sidhani kama wako tayari bado, alisema. Wanataka kuwa watu wagumu, Trump aliendelea. Alipoulizwa kama kulenga vinu vya kuzalisha umeme vya Iran kungesababisha uhalifu wa kivita, rais huyo wa Marekani alikataa kujibu. Awali Trump alianza kuijadili Iran kufuatia swali la mwandishi wa habari kuhusu mkataba wa nyuklia wa Marekani na Saudia, ambapo kulingana na Trump sasa anasema unategemea Saudi Arabia kujiunga na mkataba wa Abraham Accord. Rais huyo alisema kuwa Iran ndio sababu kuu ya Saudi Arabia kusita kujiunga na makubaliano hayo, lakini mambo yatakuwa tofauti sasa kwa kuwa tatizo la utawala huo litatoweka siku baada ya siku. Alielezea Iran kama mnyanyasaji wa Mashariki ya Kati, akisema kwamba hawatakuwa wanyanyasaji kiasi hicho tena. Aliongeza kuwa Iran haina jeshi la wanamaji, hakuna jeshi la anga, hakuna ndege za vita, hakuna rada wala chochote, huku waandishi wakimuuliza kama hawana jeshi inakuwa vipi leo hii. Anazungumza kwamba nchi hiyo imekuwa ni ngumu katika kupambana nayo, lakini pia kwa nini amedai kwamba nchi hiyo imeendeleza mashambulizi yake na kwamba bado anaendelea kwa ajili ya mapambano. Lakini alisisitiza kwamba juu ya kile alichokiita ukuta wa chuma ulioundwa na mzingiro wa Marekani dhidi ya Iran katika lango la bahari la Hormuz, na amebainisha hali hiyo kama si tata sana, akitegemea tu matakwa ya Marekani kwamba Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Donald Trump, rais wa Marekani, katika moja mazungumzo yake amedai kwamba wa Iran wanazidi kuwa wabaya zaidi katika jeshi lao, lakini wakati huo huo akisema kwamba hawana jeshi, hawana chochote, kwa hivyo yeye ataweza kuamua kufanya lolote katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Anasema hana haraka kuhusu Iran. Ikiwa hata wana wazo la silaha za nyuklia, tungeendelea tu kwenda, lakini kwa viwango vya juu zaidi, alisema, kibainisha kuwa hana haraka kuhusu hilo. Tumechukua ngazi yao ya kwanza ya uongozi, Trump alibainisha, akimaanisha kumuua kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei. Tumetoa ngazi yao ya pili ya uongozi, tumetoa ngazi yao ya tatu na tunajadiliana na wengine. Trump alihitimisha kwa kusisitiza kwamba Israel haitokuwepo tena ikiwa hangechaguliwa tena, akisema taifa la Kiyahudi lingepigwa na silaha za nyuklia. Kama nisingekuwepo hapa, kusingekuwa na Israel, alihitimisha, na pengine kungekuwa hakuna Mashariki ya Kati kwa sababu ya taifa hili la Kiajemi, alisema rais huyo wa Marekani, bwana Donald Trump.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.